Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Msitu wa mazingira asilia Pindiro upo wilayani Kilwa mkoani Lindi. Msitu huu wenye maajabu ya kila aina ni kivutio kikubwa cha utalii kwenye mazingira ambayo ni tulivu na yenye vivutio vya kila aina. Mtazamaji, kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki James Range, mimi ni msimulizi wako Ana Mwasioke, ambaye nakusihi tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Wanao wa Chimombo waida kunola mweyo kwa salama, wanasikia tu wa Chimombo panao pa Chimombo ndonelo hii waida wanaowa chonde nataye fujo. Nimesema hivi kwamba mimi nimekuja hapa na wageni wametoka huko kuja kuangalia ni nyinyi, tena mbali wanakotoka kwa salama, wala msiwaogope hawa, na wala hawakuja kwa fujo, wamekuja kwa furaha. Kwa maana hiyo hawa boko tuna uwezo wa kuweza kuongea nao kama binadamu. Kama hivi huu msitu sisi unatusaidia kwa sababu ya mvua. Sisi tukija hapa tukipiga tambiko, hata kama ingekuwa jua itanyesha mvua. Kivutio kikubwa katika msitu wa mazingira asilia Pindiro ni uwepo wa viboko weupe ama viboko wenye ualbino. Athumani Hussein maarufu Mtimkavu ana simulizi kubwa na ya kuvutia kuhusiana na msitu wa mazingira asilia wa Pindiro. Huu ni mwaka wa 110 iliyopita. Tangia mwaka huo mimi nimesikia tu hii hadithi na bi mkubwa aitwaye Bitilongesi. Mimi sio kusema niliona mimi, hapana, ila mimi nimesikia. Hiyo miaka ya nyuma iliyopita ili dawa lilikuwa dogo sana, hili halikuwa kubwa kama hili, kilikuwa kidawe tu, lakini kilikuwa kina samaki sana kidawe hichi. Mpaka leo pana samaki wengi hapa. Bahati mzuri miaka hiyo kulikuwa na mzee mmoja mmiliki wa nchi akiitwa Mzee Nakanji na bi mkubwa fulani mweka tambiko akiitwa Bitimkopi. Kwa Bitimkopi kulitokea bwana mmoja kutokea Rufiji. Amepita kataliwa sehemu za kukaa. Akifika na alinikataa kwa sababu gani? Alikuwa na kidonda kikubwa, ananuka sana yule bibi. Yule bwana. Cha msingi alipofika yule bibi alifika pale kwa yule bibi kwa sababu ya kupita kutafuta maisha yake na kidonda kile apone. Akakaribishwa, akasema mimi nimekaribia lakini mimi na njaa, nachomba mimi nige chakula hapo sogei kwa sababu mimi na kidonda. Akaambia hapana, mpeni mkeka. Akapewa mkeka, akakaa. Alipopewa mkeka, alipokaa ampikiwa chakula, amekula. Yule bi mkubwa akamwambia, wewe bwana unatoka wapi? Mimi ninakotoka Rufiji. Unaelekea wapi? Ninakoenda sikutambui, na wala ninakotoka kurudi sijui lini nitarudi. Lakini kinachonisumbua mimi kidonda. Amekifunga kitambaa kipindi hicho. Akamwambia fungua, akakifungua. Kidonda kimefikia weusi. Maana yake kimekuwa kikubwa cha kupitilia cha miaka mingi. Cha msingi yule bibi akamwambia, wewe kuanzia sasa hivi hapa ni mgeni wangu, utakaa hapa, mimi nitakusaidia. Yule bibi alikuwa mkarimu sana Bitimkopi. Cha msingi yule bwana akakubali. Yule bibi akamuita Mzee Nakanji, mtawala wa mchi hii. Wakafika pale, akamwelekeza mimi nimempokea mgeni huyu. Na ni kweli baada ya kumpokea mgeni pale akawa amepokelewa na anatibiwa. Wale wazee zamani walikuwa na dawa za mitishamba kubwa sana kwa hii miti. Cha msingi baada ya kama mwezi mmoja kile kidonda kikapona. Mzee Chimombo, ule mzee jina yake akiitwa Chimombo. Mzee Chimombo akamwambia bibi, mimi nina malengo niishi hapa kwa sababu wewe ndio ulioniokoa. Akamwambia sawa. Basi ameishi pale
akasikia watu wanakuja kutambiza kwa ndoana hapa, maana kuja kuvua samaki kwa ndoana. Cha msingi kweli, na yule bwana ameenda kule akamwambia bibi, na mimi lengo langu nataka nikavue. Akaambia wewe una ndoana? Akaambia hapana, mimi sina ndoana, lakini mimi ni mvuvi wa kijadi. Unavuaje? Mimi naingia kwenye dawe na kamata samaki kwa kutumia ukamata. Hapana, mule kuna mwiko, dawe lile pale mwiko wake lile dawe watu hawaingii uchi, ila wavae ndio waingie. Akaambia kwa hiyo tu bibi usina wasiwasi. Kweli amienda vile, kila siku anakuja hapa, anachojua nguo zake nyingine zile, moja anafunga mkongota, sisi tunaita mkongota, anavuta kushuka, anachomeka huko nyuma, anafunga mkongota, anaingia huko, anakamata samaki wengi, anarudi kwa yule bibi, anakamata samaki wengi, anarudi kwa yule bibi. Biashara ikawa kubwa pale. Cha msingi sasa, siku hii yule mzee iwe ahadi yake imefika. Yule kafika hapa, kachojoa shati, kaacha hapo. Alivyoacha hapo shati, akaacha suruali na shuka, akaacha na nguo yake nyingine anayovaa, akaingia kwenye maji. Alivyoingia kwenye maji, Mwenyezi Mungu akamletea mtihani kama alivyoambiwa hapa pana mwiko, akamletea mtihani. Hameingia kwenye maji, yule mzee Chimombo hakufufuka tena. Mungu akambadilisha, baada alikuwa binadamu, akamuumba boko, akambadilisha kwa njia ya boko. Siku ya kwanza akurudi, siku ya pili akurudi. Wazee wa zamani wakijali sana mila, yule bibi akatoka moja kwa moja mpaka hapa. Akifika hapa, akakuta hapa nguo zile, akizunguka haoni kitu hapo, labda kwa sababu mtu amevuka, hakuna. Akaamua yule bibi kutoka kwenda kuweka tambiko. Palikuwa na mti mwingine hapo, palikaa mti hapo. Yule akachukua tumbaku zake akaweka pale, akaweka nani matambiko pale tayari. Akasema, mimi hapa nimekuja kuweka tambiko hili, kesho ninakuja mimi na Ndena Kanji na wazee wengine. Kama Mwenyezi Mungu Chimombo ambadilika kwa kitu kingine, kesho tukija tukute mtu huyo au kitu hicho. Yule bibi akarudi, akaenda nyumbani. Alivyoenda nyumbani, amelala, akamwambia yule Ndena Kanji. Asubuhi wakaja mpaka hapa na wazee wengine. Waliofika hapa, hakuna kingine kwenda kuangalia tambiko imefanana. Wakakaa kwenye hili gogo. Huu unti sio wa leo, unti wa zamani sana. Alipokaa kwenye hili gogo, yule Binkubwa Bitinkopi na Ndena Kanji na wazee wengine wakaanza kuzungumza, wakiongea Kilugha. Si tumekuja hapa tuidapa nao pa kuida kunola mweyo Chimombo, kama uniuka chinu china, naomba kitoke nje hapo tukione. Kama umekufa moja kwa moja, naomba si tuone kimya. Ameongea mara ya kwanza Bitinkopi, akaongea mara ya pili Bitinkopi, akaongea mara ya tatu. Bahati nzuri akafufuka boko. Tangu miaka hiyo hapo alikuwa hakuna boko, akafufuka boko. Yule bibi akauliza, mweyo ndo Chimombo? Akaitikia kama ulivyoona wale pale wameitikia muda ule. Akaulizwa mara 4 au mara 5, akaitikia yule boko. Akaambia, kama kweli wewe ndo Chimombo, sogea hapo utumwagie maji. Boko alikuja mpaka kufika pale, akachota maji akamwagia. Wewe tunakuambia usitie fujo hapa, usitie fujo. Hili dawe ni dawe la kimila, kwa maana hiyo hapa fujo hakuna. Na chonde usile vya watu, siupu munwe, anaambia utapigwa. Kweli boko akaitikia kama ulivyomsikia ameitikia pale. Wale baada ya kuona vile, wakawa tayari wameshaamini na mgeni wao amezuka kitu kingine. Huyu mgeni anakotoka, lakini kwao Rufiji. Cha msingi sasa,
Amekaa kama miezi 2 au 3. Yule Chimombo akaamua kutoka kwenda kutafuta mke, akaenda kwenye ndoto yule. Babi mkubwa wa zamani unajua mambo yao ya milamila sana. Akaambia mimi mkubwa, natoka naenda kutafuta mke, hapa maisha yangu peke yangu siwezi. Kweli. Yule bibi alipokuja kukaa, alipoangalia asubuhi, yule boko amepita pale barazani kabisa. Hii nguzo ya baraza yampita hapa. Maana yake ndo anapita kumuaga. Akaelekea Mkowe huku, Mbwemkulu huku. Alipoenda Mkowe amekaa kule. Ndoto ikarudi, mimi nimerudi na mke wangu. Akitoka asubuhi anakuta nyayo 2 zimepita pale. Zimekuja huku. Yule akamuita Mwendende na Kanji, akamuelekeza, akaamba twendeni tukaangalie. Wakaja mpaka hapa. Wakifika hapa, wakiweka kama nilivyoongea mimi vile. Na kuomba wewe Mzee Chimombo, kama umeshaoa, nataka mimi tufanye nini? Ufufuke wewe na mkeo tuwaone. Kaanza kufuka mwenye Chimombo, baadaye akaamba nataka na mkeo. Akazama, akafufuka naye. Mkeo ndo huyu. Yule mama akasema kama alivyosema huyu hapa. Kwa maana hiyo, ili ni dawe la kimila. Hapa uwezi kuja wewe ukaamua kupiga risasi hapa bila kupitia kwa watambikaji. Ukija hapa na fujo zako, watakupiga, unaanza kupigwa wewe. Huu msitu haulimwi. Kwa ajili ya hifadhi, kuhifadhi hapa vyanzo vya maji na hata hivyo matambiko yetu. Sisi kama tuna matatizo yetu binafsi, tunakuja hapa, tunaweka tambiko letu hapa, hakina mama wanacheza pale mkuta na pombe zetu watu wanakunywa hapa. Sababu nini? Tunakuja kuomba muda mwingine mvua, kama kuna simba anakula watu, sisi hapa tunakuja kuweka tambiko. Masimba wote wanaosikia simba hao, mji huo Makangaga akifika simba hawezi kudhuru. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Abasi Ntandu ni mhifadhi wa wilaya ya Kilwa. Msitu huu ulitengwa na wakoloni miaka ya 50. Na ukubwa wa msitu ni hekta 12,249. Msitu umepakana na vijiji viwili. Kuna kijiji cha Makangaga na kijiji cha Nakiu. Wakati wa kutengwa, ulitengwa kama msitu wa hifadhi. Lakini kutokana na umuhimu wa eneo hili na kusaidia jamii inayozunguka, msitu ulipandishwa hadhi mwaka 2019 mwezi wa 2 na kuwa hifadhi ya mazingira asilia, ambayo tuseme ni kiwango cha juu cha kuhifadhiwa kwa eneo. Kwenye huu msitu tunafanya shughuli ambazo zimegawanyika kwenye makundi mawili. Tunafanya shughuli ambazo zinahusisha uhifadhi kwa ujumla, vile vile tunafanya shughuli za utalii. Kwenye kuhifadhi, kama linavyojieleza neno lenyewe, ni shughuli zile zote ambazo zinahakikisha msitu unakuwa endelevu kwa ajili ya kunufaisha kizazi kilichopo na kijacho. Kwa upande wa utalii, tunao vivutio vya utalii ambavyo vinatusababisha sasa tufanye shughuli ya utalii kwa ajili ya kupokea wageni na vitu kama hivyo. Na kivutio kikubwa hapa ni boko. Tunao boko ambao historia yao inavutia kwa sababu ya asili yao, kwamba walikuwa ni binadamu alafu baadaye akageuka kuwa boko kwa mujibu wa historia za wazee wa kimila. Hodi 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 Kimombo. Hodi Kimombo, kuna wageni wako. Wamekuja kuwatembelea. Wamekuja kukusalimia. Hodi. Zuena Omar Jiri ni katibu tawala wa mkoa wa Lindi. Anazungumzia mambo mengi kuhusiana na uhifadhi na hasa msitu wa Pindiro. Hifadhi ya Pindiro, mtalii anapokuja kwanza anaweza kuona mandhari ya asili yaliyohifadhiwa kwenye hifadhi yetu. Lakini pia Pindiro ndio kule anaweza kaona
uwepo wa bioanuwai kubwa kabisa ya asili, kwa sababu ni msitu ambao haujaguswa. Lakini pia anaweza kufanya pia na utalii wa kitamaduni, kwa sababu kule tuna hifadhi ya viboko wenye ualbino. Kwa hiyo atafika mtalii, ataona viboko wale, ataona msitu ule, lakini pia atapata historia za wenyeji, maisha ya wenyeji na asili, kwa sababu wenyeji wamehusisha hifadhi ile na uwepo wa viboko hao kwamba ni viboko vilisababishwa na tamaduni na mila za wenyeji. Kwa hiyo mtalii anapokuja kwenye hifadhi ya Pindilo anakutana na vitu vingi kwa wakati mmoja, anaona uhifadhi, anaona viboko hao, lakini anapata historia ambayo wanasema kwamba viboko wale waliwekwa si kwamba waliumbwa wakiwa vile weupe, lakini kutokana na mazingira ya mila na tamaduni wakajikuta wamekuwa albino. Kwa jina naitwa Elias Onesforo Kahinga, ni muhifadhi wa msitu wa asili wa Pindilo unaopatikana katika wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi. Nawakaribisha sana katika msitu wetu. Mimi nahusika kwenye swala la ulinzi na usalama wa hifadhi hii. Tuna rasilimali nyingi ndani ya hifadhi yetu. Moja, tuna vyanzo vya maji ambavyo vyanzo hivyo ni vyanzo vya asili. Msitu wetu hauna chanzo kutoka nje ya hifadhi, bali chanzo chake cha maji ambayo ndio yanayotegemea viumbe vyote, viumbe hai kuweza kupata mahitaji ya msingi, maji yanapatikana ndani ya msitu wetu. Lakini pia tuna rasilimali miti. Kuna miti ya asili mingi, hatuna mti wa kupandwa hata mmoja. Miti yote ni miti ya asili, na kwa kulihakikisha hilo huwa tunafanya ukaguzi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wasiokuwa na nia njema na hifadhi yetu huingia ndani ya hifadhi na kutaka kuchukua baadhi ya vitu vya ujenzi kwa ajili ya mambo ya kujenga nyumba za asili. Lakini pia watu wengine ambao pia hawana nia nzuri wana uwezo wa kuingia na kwenda kufanya mambo yote yasiyoendana na jukumu zima lililotuweka hapa. Kama muhifadhi, napenda kutoa rai kwa wanakijiji, raia wenye nia njema na msitu wetu. Tuendelee kushirikiana kuweza kuutunza msitu wetu, kwani ni jukumu letu sote sisi wahifadhi, lakini pia na nyie tunategemea mchango wenu mkubwa. Tumweze kushirikiana nasi kuweza kutimiza haja nzuri hii ya uhifadhi wa msitu wetu wa asili wa Pindilo. Kwa hiyo napenda kutoa shukrani zaidi kwa watu wote ambao wanashirikiana nasi, wanatoa ushirikiano mzuri wa kutupa taarifa maeneo kadha wa kadha na mipango haribifu ambayo inakuwa imefanywa. Kabla ya utekelezaji wake tunakuwa tumeshafika kutatua tatizo hilo. Nashukuruni sana na karibuni sana katika msitu wa asili wa Pindilo. Mimi kwa jina naitwa Salumu Muhammad Kingwande, ni mkazi wa kijiji cha Makangaga, wilaya hii ya Kilwa, lakini makazi yangu kabisa ni kitongoji cha Mageuzi, karibu na msitu huu wa Pindilo. Na kwenye hifadhi hii, kwanza nipende kuwashukuru sana TFS baada ya kufika kuja kutupa masomo sisi wananchi ambao pengine wenda tulikuwa tujui lile wala hili, kwa sababu hapo zamani zilikuwepo mambo fulani yanafanyika ndani ya msitu huu, watu kutumia tofauti na vile ambao pengine wenda serikali inataka, aidha msitu unataka kuutunza. Lakini walikuja wakawa wametupa somo, na lile somo sisi kama vijana au wananchi wa kitongoji hiki hasa cha Mageuzi tulilipata lile somo na tukawa tunalifanyia kazi kwa kushirikiana na pamoja na TFS. Lakini tangia huu msitu umewekezwa kufikia hatua sasa hivi, tunaweza kusema zipo faida ambazo ndogo ndogo tulizozipata. Kwanza, kutunza huu msitu. Na kutunza huko msitu, baada ya kupata somo tulijua huu msitu una faida nyingi. Lakini hapo zamani na sisi pia tulijua huu msitu una faida nyingi, lakini sasa ile somo la kuutunza lilikuwa dogo kidogo. Sababu hasa kabisa faida huu ya msitu inaweza kufika hatari zile za ukame wa mvua. Kuna miaka mingine inatokea mvua kuwa shida, lakini inawezekana ikawa shida kwenye vijiji vingine, lakini kwenye eneo hili la Makangaga hususan kwenye kitongoji hiki na kuendelea mpaka kufika na Kiu, kwa kuwa huu msitu ndio uko kwenye himaya yetu sisi na uko karibu, uwaga shida ya mvua sisi uwaga hatupati. Lakini hatupati shida ya mvua kwa sababu gani? Tunaamini kwa sababu ya huu msitu.
Kwa maana lilipofika ile somo na sisi kutuambia kwamba huu msitu msifanyie mamlaka kufanyia kazi, kwa mfano kama vile kilimo na mambo mengine, sisi tulilizika lile na mpaka sasa hivi tunashirikiana nao kwa 1 na 2 3. Lakini kwa upande wa pili, sisi mababu zetu wametuachia koma za zamani ambazo pengine ndio uganga wa kienyeji. Sisi ndio tunashiriki sana kwenye uganga wa kienyeji, na uganga wa kienyeji huwezi kuupata kwenye jangwa. Unaopata kwenye msitu kama huu, baada ya kuhifadhiwa unaenda kupata dawa ambazo za uganga kienyeji. Tunazitumia zile dawa kwa dawa za asili ambazo pengine wenda zinawasaidia watu na wanapona kabisa magonjwa yao. Kwa maana tuna faida nyingi juu ya msitu huu. Kwa maana lakini mpaka sasa hivi tunasema ile somo ambalo lilokuwa wanatuwekeza ili kutaka kuendeleza zaidi, na tumeshawahi kufikia hatua tumepanga kama kamati za kuwasaidia hao askari kuzunguka msitu pale anapotaka kufikia mtu yote kuchezea moto aidha pengine kufanya athari aina yote, basi huaga tunatoa taarifa mapema kwenye vyombo vya serikali ili nadi kwamba fujo tena zisifanyike juu ya msitu. Kwa maana tupo shaka kabisa kulinda msitu. Ushirikiano huu wa TFS ambao pengine wenda kutokana na shule ya awali ya Mageuzi, kuna ushirikiano mkubwa ambao waliutoa juu ya kuleta vifaa ili kumalizia ile shule. Na ile shule kwa kiwango kilichofikia sasa hivi ni kizuri sana, ambacho sasa hivi watoto wanahitaji tu wasome. Lakini tatizo kubwa lipo kwenye upande wa walimu. Lakini hata hivyo tunaiomba serikali waje kutupa walimu pale wa kutosha, na ikiwezekana kama kutakuwa na madarasa mengine ya kuendeleza, basi tunaomba serikali ili ije kutuwezesha pale juu ya hapo. Lakini pia tunaiomba TFS kwenye mfuko wao nao pia usituchoke, ili waje kuongeza zaidi, ili na sisi pia jamii tuwe na majukumu ya kujua kwamba kweli hii ni faida ya msitu wetu kwa kizazi cha leo na kesho. Mimi kwa majina naitwa Abdalla Saidi Mchata, ni mzaliwa hapa Papindilo, na uchungu wetu sisi wananchi kwanza kulinda msitu wetu. Nishukuru sana TFS kwa kutufanyia mazingira mazuri, hususan shule, na hiyo shule bado haijaisha mpaka sasa hivi. Kwa hiyo naomba serikali TFS ijitahidi ile shule ishe. Pili, sisi manufaa ya watoto wetu kwenda kusoma mbali inakuwa vigumu. Na sisi hapa kama wazawa wa kijiji hiki chetu cha Mageuzi tunalinda mazingira hapo. Kwanza kulinda mazingira ya ukataji wa kuni, sasa hivi ni haupo. Na wakati huo katika mazingira labda wa majambazi wakiingia kwenye msitu huu, sasa hivi hawapo. Katika mapambano ya kazi yetu sisi bado inasonga mbele kwa kulinda msitu wetu, na nafasi hiyo bado itazidi kuendelea na iingiliki katika mazingira ya kimtindo huo, tukiwaona wanakamatwa muda huo. Sisi katika msitu wetu wa Pindilo, katika nafasi ya Bwawani, napenda sana ujitokeze kwa watu wengi kuja kuangalia, na sisi msitu wetu huu tutaulinda vizuri au tunalinda vizuri. Nafasi kama hiyo napenda sana kwamba wakifika wageni, basi manufaa ya kuangalia msitu wetu itakuwa ni vile vile na mazingira tu ya kunoga kama kawaida. Na nafasi kama hiyo hapo na kabisa na wageni wafike waje kuangalia msitu wa Pindilo. Mtazamaji wa Tanzania ya Kijani, hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi hiki, na ni matumaini yangu kuwa umepata kwa uzuri simulizi ya msitu wa mazingira asili ya Pindilo uliopo katika wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki James Range, mimi ni msimulizi wako Ana Mwasioke. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.